Nyuma ya kila matokeo sahihi ya matibabu kuna juhudi kubwa za wataalamu wa maabara. Maabara ndio moyo wa utambuzi wa magonjwa. Katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo, wataalamu hawa wanaendelea kutoa huduma kwa weledi, ubora na kujitolea kwa ajili ya afya ya jamii. Naitwa Sinde Mtobu, ni mkuu wa idara ya maabara wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo. Maabara ni eneo ambalo tunafanya uchunguzi wa vipimo mbalimbali vya maradhi dhidi ya binadamu. Maabara umuhimu wake mkubwa wa kwanza kabisa ni kufanya uchunguzi wa magonjwa. Mgonjwa anapokuwa anaumwa, mara nyingi anaweza kuwa na dalili za magonjwa zinaingiliana za aina mbalimbali. Kwa hiyo daktari anaandika kipimo kwa ajili ya kuja maabara kufanya uchunguzi, kujua tatizo linalomsumbua mgonjwa kutokana na dalili alizonazo ni tatizo gani. Kuna vipimo vya damu, vipimo vya choo kidogo, choo kikubwa, na vipimo vingine vya sampuli mbalimbali za damu. Lakini pia kazi nyingine ya maabara ni kwa ajili ya kuboresha matibabu ya mgonjwa. Kwa sababu mgonjwa anapokuwa anaumwa, daktari hajua anaumwa kitu gani, anapofanya vipimo na kugundua tatizo linalosumbua nalo, basi inamsaidia daktari kuandika dawa zilizo sahihi ambazo zitasababisha mgonjwa apate matibabu ambayo yatamwezesha kupata ahueni ya haraka, kwa sababu atakuwa amefahamika tatizo na dawa ipi inamsaidia, itakuwa ni jambo jema. Lakini pia maabara inahusika katika eneo lingine kuboresha huduma ya mgonjwa kwa kufanya ufuatiliaji wa matibabu ya mgonjwa. Daktari akishamwandikia dawa, atampa mgonjwa, atatumia, lakini tutajuaje kama mgonjwa anaendelea vizuri? Anaweza akaendelea vizuri kwa muonekano wa dalili zile zilizokuwa zikipungua, lakini pia kuthibitisha vizuri zaidi, basi watu wanakufanya tena vipimo, wanaweza kufanya control. Kwa hiyo kwa namna ile ya kufanya control inaimarisha kujua mgonjwa matibabu yake yanaendelea vizuri au la, kwa kuangalia dawa anazozitumia wakati mwingine hazimuathiri mgonjwa. Kwa hiyo mara nyingi daktari pia anaweza kufanya vipimo kuangalia dawa anazotumia, moja zinatibu, lakini pili haziathiri mfumo wake wa matibabu wa mwili. Mfano, si kazi zinaathiri figo, si kazi zinaathiri maini. Sasa wakati mwingine daktari anafanya vipimo kuona ini na figo haviathiriki. Kama haviathiriki bila dawa anayotumia, basi inakuwa ni dawa sahihi anaenda kutumia kwa ajili ya kuimarisha matibabu yake. Lakini pia maabara inafanya uchunguzi wa vipimo vya magonjwa ya milipuko, ufuatiliaji wa magonjwa na mienendo ya magonjwa, hasa magonjwa ya milipuko. Kipindupindu ilikuwa imetokea, inaweza kama mwanzoni isifahamike ni tatizo gani, lakini ukishafanya vipimo itagundulika. Lakini pia hali hii wakati mwingine inaweza katokea ikagundulika kuna wagonjwa wanapokuwa wanapimwa mara kwa mara, wanapopima vipimo kadha wa kadha, kuna magonjwa ambayo mara nyingi hayapo, unaanza kuona zile wanasema zile trendi. Kwani saizi wagonjwa wengi wanaonekana na kitu fulani. Kwa hiyo inatoa kama ni alert, kuna tatizo kwenye jamii. Then timu za ufuatiliaji zinaweza kufuatilia zikagundua tatizo liko wapi. Inasaidia kupunguza gharama za matibabu. Daktari akimtibu mgonjwa kwa kutumia clinical information tu haisaidii, inaweza kumuongezea mgonjwa gharama kubwa. Mathalan, anatibu mgonjwa huyu, anafikiri mgonjwa huyu, anampa dawa hizi, mgonjwa harespondi, hapati nafuu. Anabadilisha dawa, anampa dawa nyingine, hapati nafuu. Anaenda dawa nyingine, mwisho wa siku mgonjwa anaingia gharama kubwa. Lakini akifanya vipimo na maabara kuunda tatizo ni hili moja kwa moja, mgonjwa anakuwa rahisi zaidi, inapunguza gharama za matibabu, sababu tatizo linatambulika toka mapema. Mfano, mgonjwa ana tatizo la mkojo, mara nyingi wanasema ugonjwa wa UTI, limefahamika sana sasa hizi. Sasa akiwa anapewa dawa hazisaidii, anapewa dawa hii, kuna ugonjwa anakuja wameelemeka, wametibia dawa aina mbalimbali kwa muda mrefu, lakini apate nafuu, ni kwa sababu hajafanya vipimo. Akifanya vipimo, tukafanya culture, tukagundua tatizo ni nini na dawa inayomtibu ni nini, mwisho wa siku mgonjwa anaenda siku 2, 3, 5 dozi ameshakaa vizuri, kumbe inasaidia kupunguza gharama za matibabu. Maabara pia ina majukumu mengine, inafundisha. Tutatoa pia mafunzo, kufundisha wataalamu na kuwapa umahiri kwenye vyuo na kwenye maeneo pengine. Lakini pia maabara inafanya jukumu lingine la tafiti. Kwa hata watafiti wanakuja maabara, unakuwa na taarifa mbalimbali za kitafiti mtu anafanya, anapata data zile zinasaidia kwa ajili ya kuimarisha sera. Kama kuna sera haiongelee jambo fulani, lakini utafiti umeonyesha au mafunzo yanahitaji eneo hilo, basi hizi zinasaidia pia kuimarisha sera katika matibabu ya wagonjwa. Kwa hiyo hayo ni maeneo machache umuhimu wa maabara zetu za tiba katika hospitali zetu. Maabara yetu ya hospitali ya Bombo ina vitengo visipungua vitengo kama 10 na zaidi na kitu hivi. Lakini vitengo hivi, kuna kitengo cha huduma ya uchukuaji wa sampuli tunaita phlebotomy, tuna kitengo cha clinical chemistry, lakini pia tuna kitengo cha magonjwa ya hematology tunaita hematolojia, tuna kitengo cha serology, kuna kitengo cha damu salama tunaita blood transfusion,
Tuna kitengo kingine cha parasitology ambayo ni Kiswahili tunasema parasitolojia, bakteria hawa wadudu aina ya parasite. Tuna kitengo cha microbiology, bacteriology. Hiki kinadili zaidi na wadudu aina ya bakteria. Mara nyingi hawa ndio wanaotusumbua saizi kwenye magonjwa sugu ya dawa sugu. Lakini tuna kitengo pia kinatoa huduma za damu salama, kile ambacho cha uchangiaji damu. Na hicho kitengo kiko chini ya maabara. Tuna kitengo pia kinahusiana na huduma za wenzetu, tunasema nyumba ya kuhifadhi maiti, mortuary. Tuna kitengo cha mwisho kabisa, tuna kitengo kiki cha kupima vinasaba, tunasema PCR. Kila kitengo kina mkuu wa kitengo na kina wataalamu wanaohudumu kwenye vitengo hivyo. Kwa hiyo umuhimu wake na majukumu wanayoyafanya wataalamu wa eneo hilo wataelezea kwa undani kila kimoja, kila kitengo na majukumu yake na namna kinavyofanya kazi, mwisho wa siku kutoa majibu ambayo yanaenda kuimarisha matibabu ya mgonjwa. Safari ya uchunguzi huanzia katika mapokezi ya sampuli ambapo taarifa za wagonjwa hupokelewa na kuhifadhiwa kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha usahihi wa vipimo. Katika idara ya clinical chemistry, jukumu muhimu ni kuchunguza kemikali mbalimbali zilizopo mwilini kwa ajili ya kubaini hali za afya za wagonjwa. Kwa jina anaitwa Salvatore Alexander Limo, ni mteknolojia ya maabara hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga, nikihudumu idara ya clinical chemistry. Idara ya clinical chemistry inahusika na vipimo mbalimbali katika kusaidia wagonjwa wetu ambao wanafika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga. Na upande wa clinical chemistry umebezi kwenye basic chemistry, lakini pia tunafanya immunoassay. Hivi karibuni serikali imetuwezesha pia, tumepata mashine nyingine mpya kubwa ambayo inahusika na upimaji wa chuma markers. Kwenye upande wa clinical chemistry tuna mashine ambazo zinapima basic chemistry, lakini tuna mashine ambazo zinapima immunoassay. Mashine XL200 inaendelea na upimaji wa sampuli za wateja ambao wamefika maabara asubuhi kwa ajili ya vipimo tofauti tofauti. Mfano na vipimo ambavyo vinafanyika hapa, tunapata CREA, tunapata urea, tunapata ALAT, tunapata ASAT, tunapata albumin, tunapata total protein, tunapata bilirubin direct na bilirubin total, lakini tunapima amylase, calcium, down atakaviwa na Excel. Kwa hiyo tuna backup machine kwenye upande wa basic chemistry na immunoassay. Hii inahusika na upimaji wa basic chemistry, lakini pia immunoassay. Kama unavyoiona imegawanyika sehemu mbili. Sehemu moja ni ya basic chemistry, lakini sehemu nyingine ni ya immunoassay. Kwa hapa tutapata hormone test zote na hapa tutapata basic chemistry test zote. Ni mashine ya kisasa. Pia tuna mashine ya Afinion 2. Hii inahusika na upimaji kwa wale wagonjwa wa sukari kwa ajili ya confirmation na kuangalia progress yao ya matumizi ya dawa. Pia ipo hapo kwenye upande wa chemistry HbA1c test. Mashine pia tumeipokea hivi karibuni, ni mpya kabisa. Hii ni kwa ajili ya upimaji wa tumor markers na hormones. Kwa hiyo pia ana act kama kwenye upande wa tumor markers, lakini pia ni backup ya Actec kwenye upande wa hormone. Katika idara ya hematology, wataalamu hufanya uchunguzi wa damu kubaini hali mbalimbali za kiafya ikiwemo upungufu wa damu, maambukizi pamoja na magonjwa mengine. Kwa majina naitwa Mohamed Yatib Musa, ni mteknolojia maabara katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo, na hapa tulipo ni idara ya hematology, na katika idara yetu ya hematology kuna vipimo kadhaa ambapo tunapima damu kuangalia vimelea vya maradhi vilivyokuwa kwenye damu, lakini pia tunapima vipimo vinavyohusiana na ugandaji wa damu katika idara yetu. Na hapa nilipo tuko katika hematology analyzer. Ni mashine ambayo inatumika kupimia kipimo kinaitwa full body picture. Tunachoangalia kwenye full body picture ni vimelea vinavyosababisha maradhi, lakini pia wingi wa damu na sababu zinazopelekea kwa nini mtu anapata tatizo la wingi wa damu. Kwa mashine yetu inaitwa Celldyne Ruby 5-part machine, lakini pia hapa mbele pia ni hematology analyzer inaitwa DH76. Kwa hiyo tuna mashine mbili kwa ajili ya kipimo cha full body picture, ambapo moja ikiwa inatumika, nyingine inabaki kama backup ikitokea labda mashine inayotumika imeharibika. Kwa hiyo ili huduma isisimame, tuna mashine nyingine ya kuhakikisha kwamba
tunaendelea kutoa huduma kwa wananchi. Hizi ni baadhi ya sample za wagonjwa, ni vipimo ambavyo vimechukuliwa, ni damu ambayo imechukuliwa kutoka kwa mgonjwa. Kwa hiyo tukifika hapa, kitu cha kwanza ni kuingiza taarifa za mgonjwa, kwa sababu wagonjwa wako wengi. Kwa hiyo inabidi umtofautishe kati ya mgonjwa mmoja na mgonjwa mwingine. Kwa hiyo mpaka hapo tumeingiza taarifa za mgonjwa. Kwa hiyo kitu kinachofuatia sasa, unaichanganya damu yako vizuri, alafu unafungua kifuniko, unafyonza kiwango kidogo cha damu. Kwa hiyo baada ya hapo mashine itakuwa inakuonyesha kazi ambayo inaifanya, kwamba inahesabu, na baada ya muda itatoa majibu yake ambayo yatakuwa unayaona, na ndio hayo ambayo utamtumia daktari kwa ajili ya kuendelea na matibabu zaidi ya mgonjwa. Mbele yetu hapa ni ESR Analyzer 3000. Mashine hii inatumika pia katika kupima damu, na tunachoangalia hasa katika kipimo hiki ni kujua, je, mgonjwa ana vimelea vya maradhi ambavyo pia je ni vya muda mrefu. Kwa hiyo ndo mashine ya ESR inatumika kutupa taarifa hizo kwa mgonjwa wetu. Kwa hiyo itatusaidia sisi kujua kama hayo maradhi aliyokuwa nayo ni ya muda mrefu, ili kuweza kumwezesha daktari pia kujua inawezekana dawa ambazo anatumia hazimsaidii mgonjwa